imebaki kidogo tu Simba kucheza na timu ya Chelsea, ambapo imeeleza shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linatarajia kufanya mabadiliko ya ushiriki wa vilabu kutoka vilabu viwili hadi vitatu. Kwa mfano, kama nchi ina mabingwa wawili wa CAF Champions League kwenye mzunguko wa ubingwa, kutokuwa na nafasi moja iliyobaki ambayo itapewa timu kulingana na nafasi yake ya ubora. Hivyo itafanya ushiriki wa vilabu kuongezeka kutoka vilabu 32 hadi 48. Lengo la kufanya hivi ni kunusuru vilabu kukosa nafasi ya kushiriki michuano hiyo kama ilivyotokea kwenye makala ya kwanza yaliyofanyika nchini Marekani, ambapo inaweza mnyama akijikaza kidogo tunaweza kumkuta anashiriki FIFA Club World Cup, ambapo Simba yeye mwenyewe ana pointi nyingi na anashika nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Hivi kwa timu ambazo zinashiriki klabu bingwa barani Afrika, yani kati ya Simba pamoja na Yanga, basi Simba na nafasi kubwa ya kuweza kushiriki kwa sababu ya kuwa nafasi ya 5 katika viwango vya ubora barani Afrika katika timu ambazo zinashiriki mashindano mbalimbali ya bara la Afrika. Lengo hili la FIFA ni kuweza kuona klabu nyingi zaidi duniani zinashiriki klabu bingwa ya dunia, hivyo na kufanya timu ambazo ziliweza kushiriki, ambapo kwa mkondo wa kwanza ilikuwa ni 32, basi itafanya kuwa timu 48. Hivyo kama Simba ataendelea kuwa mkali na akaweza kufikia kubakiza nafasi yake hiyo ya 5 barani Afrika, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kushiriki na kukutana na timu kama Chelsea, Bayern Munich, lakini na timu nyingine kama Tottenham, ambapo Simba itakuwa imejiwekea rekodi ya pekee kwa kuwa ndio timu ya kwanza kucheza klabu bingwa ya dunia, ambapo FIFA wameweza kufanya mabadiliko hayo, na hapo lengo lao ni kuweza kuona klabu nyingi zaidi zinashiriki kwenye hayo mashindano, ambapo awali zilikuwa zinashiriki timu chache. Kwa hapa Afrika ziliweza kushiriki takriban timu 4 pekee kati ya timu zote ambazo zinashiriki mashindano ya CAF barani Afrika. Hivyo Simba huenda akapata nafasi hiyo ya kushiriki World Cup.